Ni kijana Ebeneza Levoyo mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa mkoa wa Arusha, ambaye amewashangaza watu wengi kwa kuandika kitabu chenye kurasa 100 kwa kipindi cha miaka 4.5 huku akitumia pua na mguu, na hii ni kutokana na changamoto ya kiafya aliyokuwa nayo. Mama wa kijana huyo amesema mtoto wake alipata changamoto wakati alipozaliwa, lakini amepokea kwa furaha na kumshukuru Mungu kwa kumpa ufahamu kijana wake uliopelekea kuanza kuandika kitabu hicho. Jina langu naitwa Frida Tobias. Mume wangu ndio Julius Levoyo. Kijana wangu alipata changamoto alipozaliwa. Baada ya hapo tukawa tunaendelea kwenye matibabu sehemu mbalimbali, KCMC. Baada ya hapo tukaenda kwenye vituo vya walemavu Monduli kwa ajili ya mazoezi. Baada ya mazoezi kafika ile umri ambao nataka aende shule, ndio tukaenda shule pale wa WCA. Alipokiandika hicho kitabu ametuambia tu kwamba wazazi kwamba anaandika kitabu. Na kitabu hicho anakiandika kwa kutumia pua na pia kompyuta, na kompyuta anaandika nacho kwa kutumia mguu. Ile nani yake nani kwa ile kidole cha mguu ndio anatumia kuandikia. Pokea tu vizuri kwa furaha pia. Hapana, sikuona kama anateseka, maana ndio kuandika kwake hivyo. Kwa sijaona kama kuna aina yoyote ya mateso. Kama mfanikiwa kusoma hata kurasa moja ya kitabu. Nilikisoma. Funza kwamba Mungu anaweza kutumia hata kile kitu ambacho ni kinyonge. Wale wanyonge Mungu pia anaweza kutumia, kwa sababu sasa ukiangalia ni Mungu ndiye amemwezesha kwa kweli. Ni Mungu mwenyewe ndiye amepa ile uwezo wa kuandika pia kwa kutumia pua, kwa sababu mtu anaweza kufundisha kile kiungo ambacho ndiye anaweza kufanya nacho kazi. Kwa sababu mikono yake mwanzoni ilikuwa yani inashekisheka, kwa hiyo haina ule uwezo wa kushika kalamu na kuandika. Kwa hiyo kasa baada ya hapo Mungu akampa ule ufahamu wa kufundisha pua kuandika. Ndiye akaandika sasa kutumia pua. Na kwanza anaandika kwenye simu, kwa kutumia pua kwenye simu, kugusa zile ndani za simu. Ebeneza anasema sababu ya kuandika kitabu hicho cha Kesho Inayong'aa ni kutokana na changamoto aliyokuwa nayo, na ameamua kuitumia kama fursa. Alikuwa kusudio langu kuandika kitabu, lakini ni kutokana na mapito ambayo nimepita muda mrefu. Mungu akanipa wazo la kuwa na kitabu ambacho kitakuwa kama kumbukumbu ya mapito yangu niliyopitia. Okay, umepitia mapito gani? Mapito ni mengi ya aina nyingi, ikiwemo kutembea kama wengine, hivyo yani mambo mengine ya kibiashara na uchumi pia. Umetumia siku ngapi kukiandika? Miaka 4.5. Miaka 4.5. Na tunaona una changamoto kidogo ya kuandika. Ulikuwa unatumia nini kuandika? Nilikuwa natumia pua na wakati mwingine mguu wangu wa kulia. Kwa sababu nimeona kwamba kuna haja ya kukitoa volume ya kwanza. Hii ya kwanza bado zingine 5 zinakuja. Okay, una umri gani? Miaka 26. Ndio. Zilizoko kwenye kitabu hasa inatoa fundisho mtu kujitambua
na kugeuza changamoto yake kuwa fursa. Kama mimi hivi nilivyo, changamoto yako nimegeuza kuwa fursa kwa kuandika hiki kitabu.